Mwambie jirani yako kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Na imani katika Kristo. Imani katika Kristo. Nataka niongelee imani katika Kristo na kuishi kwa imani. Sina mashaka kwamba watu wengi wana imani. Imani mnazo, lakini shida ni imani gani? Hilo ndio swali. Muulize mwenzako kabla hujaenda mbali, imani unayo lakini ni imani gani? Na si kila mtu anayesema anamwamini Mungu ana imani ya kweli. Imani zipo lakini ni za uongo. Imani nazo ni nyingi kama fashion za mavazi. Imani nazo ni nyingi. Kila mtu anaamini kitu chake. Watu wanakuja kanisani, wanakuja kwenye ibada, lakini hawana imani na Mungu, hawamwamini Mungu. Amen, yeye ambaye ndiye mwenye kuianzisha na kuitimiza imani yenu. Haleluya. Macho yako yakiwa kwa Yesu, hautaogopa chochote duniani. Muulize mwenzako imani yako ni nini? Unaamini nini? Na watu wengi ibada mnasali Jumapili, lakini mambo ya ushirikina hamwachi. Mambo ya madawa ya kienyeji bado mnayo, na maerizi mnayo. Mmepewa madawa mpaka mmefukia nyumbani. Na unaitwa jina la Kikristo, na unaitwa Mkristo. Na jana niliwaambia kwamba kuna dozi ya Neuroton, na ndio hiyo tunaendelea kuwa inject kwa jina la Yesu. Haleluya. Hata kama ni chungu, pokea hivyo hivyo. Utapona roho yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Na utaenda mbinguni. Biblia inasema kinyonge akitaingia mbinguni. Wanyonge ni watu gani? Ni wale wanaosema tumishi, unajua sisi ni wadhaifu, ni viumbe dhaifu sisi wanadamu. Hii dhambi Bwana nilijitahidi kushinda, lakini uzalendo kanishinda. Yaani uzalendo umekushinda. Ikiwa unashindwa kupambana na dhambi na kutafuta utakatifu, utakuwa wapi? Utaenda wapi? Ndugu yangu, Biblia inasema Yesu alikufa kwa ajili yako na mimi. Yesu alimwaga damu msalabani. Alipokuwa msalabani alibeba madhaifu yote ya dhambi na kila udhaifu wa kiroho unaosababisha uanguke kwenye dhambi. Akasema yote yamekwisha, kwamba kila atakayemwamini yeye, akiweka macho yake kwake, akamtazama Yesu, akasema Yesu nakuamini, sitageuza imani yangu, takutazama, nitakufuata wewe. Bwana anasema mtu wa aina hiyo hataaibika kamwe. Haleluya. Hata Daudi alisema katika Biblia, nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike. Shangilie Bwana kama uko pamoja na mimi. Daudi aliwindwa na maadui. Aliwindwa na mfalme Sauli akataka kumuua. Lakini Daudi akaweka imani yake kwa Mungu. Akasema Bwana, hata hapa nilipo najua nimepishana na mauti hatua moja tu. Hapa mauti imeniwinda, imenikaribia, na hata sina jinsi ya kuweka maisha yangu salama. Kifo kiko karibu na mimi. Akasema Bwana ndiye utakayenilinda. Akasema Bwana ndiye atakayelinda maisha yake. Haleluya. 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 Kuna watu wanawinda maisha yako. Kuna wachawi wamepanga kuhakikisha mwezi wa 8 auishi lazima uzikwe ndani ya zana na kaburi na geneza, lakini kwa jina la Yesu tunayemwamini utaishi ukimwamini yeye. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu wanaweza kupanga mabaya juu yako. Tazame Yesu, jifiche ndani ya Yesu. Biblia inasema Bwana ndiye mwamba imara, wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni. Haleluya. Ambao hutatikisika milele. Tumejificha ndani ya Yesu. Kila anayetuwinda amtafute Yesu. Akimwona Yesu, tuko ndani ya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nataka uweke imani yako kwa Yesu. Nisomee mstari mmoja katika Biblia hapo. Mathayo 4:4. Mathayo 4:4. Utaelewa watu wengi mnaishi na kuna kitu kinaweza katokea. Ukafa kabla wakati wako, au ukaishi mpaka siku ile Mungu anataka. Ni nini kinasababisha uishi? Yesu anatoa siri. Anasema mtu ataishi kwa neno. Haleluya. Amen. Mathayo 4:4. Yesu anasema mtu ataishi kwa nini? Kwa neno. Sema nitaishi kwa neno. Nitaishi kwa neno. Hebu jisemee kwa nguvu mpaka shetani asikie. Sema naishi kwa neno. Naishi kwa neno. Sema tena naishi kwa neno. Naishi kwa neno. Shangilia Yesu kwa makofi mengi sana kwanza. Yesu anatamka neno. Anasema
Mtu hataishi kwa mkate, hataishi kwa fedha, hataishi kwa mshahara, hataishi kwa mabilioni ya pesa, hataishi kwa kuwa na magorofa, hataishi kwa kuwa na magari mengi, hataishi kwa kuwa na wake wawili wala mke mmoja, hataishi kwa kitu chochote, bali kwa neno la Mungu aliye hai. Haleluya. Ukiamini neno utaishi. Ni watu wangapi unateseka na ugonjwa, madaktari wamesumbuka kushughulikia tatizo lako, lakini hawana ufumbuzi, na hata x-ray, CT scan hazionyesha tatizo lako tena, kwa sababu hilo liko beyond the minds of doctors, liko juu ya fahamu za madaktari. Kama limepita akili za madaktari, liko chini ya ufahamu wa Yesu Kristo. Haleluya. Yesu akikutana na wewe ukaweka imani yako kwake, hakika huo ugonjwa unayeyuka sekunde moja, unaondoka. Haleluya. Tikisa jirani yako, mwambie amini neno. Ishi kwa neno. Ishi kwa neno. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Paulo akasema kwenye Waebrania sura ya 10 mstari wa 38, akasema kama Yesu alisema mtu ataishi kwa neno, Paulo akasema mtu pia ataishi kwa imani. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako maisha yako yako kwenye neno na imani. Ukikosa neno la Mungu kwenye maisha yako, you are dead and they will bury you. Watakuzika na watagonga ubwabwa na vinywaji. Maana sasa hivi duniani watu wana njaa za kula, wakisikia msiba mahali wanakimbilia hapo ili wale vizuri mpaka matanga, basi ndio wanaondoka. Kwa hiyo kufa kwako ni issue kwa wengine ili washibe, na hata wanauza mageneza wao ili wapate pesa za kusomesha watoto wao. Wanasema Mungu bariki kazi yetu, bariki kazi ya mikono yetu. Yaani wao ukidondoka umekufa, kwao ni sherehe. Lakini ukiweka imani yako kwa Yesu, Yesu atakulinda. Haleluya. Amen. Tunaishi kwa neno, tunaishi kwa imani. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa mfano sasa nataka nikusaidie, ndio maana leo naweza nisiende speed kali kama ya jana. Nataka nikusaidie ujue imani ni kitu gani. Ukipungukiwa na imani umekufa kiroho. Yaani hakuna kitu unachofanya. Ukristo sio kujaajaa kwenye mabenchi ya kanisa Jumapili. Ukristo ni kumfahamu Yesu na kumbeba Yesu na kumweka kwenye moyo wako na kumwambia Yesu, sikuachi, tembea na mimi, ishi na mimi, kaa na mimi, ishi ndani yangu. Haleluya. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio imani. Imani sio kuwa na mairizi. Mtu mmoja nimeenda kuombea nyumba yake, alafu akasema amezindika sana nyumba, na alikuwa amechimbia, ameenda kwa mganga wa Kennedy, akaomba apewe dawa ya ulinzi ya kuweka security nyumbani kwake. Mganga alimwambia nunua kondoo dume mkubwa. Akanunua kondoo dume. Mganga akaja akamnenea yule kondoo dume, akamwandikia Qurani, alafu akamuita yule kondoo dume Jini Musa. Akamwambia, Jini Musa, wewe ndio utalinda nyumba ya huyu jamaa, utalinda familia ya huyu jamaa. Alafu jamaa akaambiwa chimbe pale karibu na mlangoni nyumbani, kwenye mlango wa kuingilia ndani. Akachimba pale, akamfukia kondoo dume huko analia akafukiwa akiwa analia hivyo hivyo. Watu wana roho mbaya huku duniani, wanataka security. Na badala ya kulindwa, hakujua kwamba, hakumuuliza mganga, huyu Jini Musa maslahi yake ni nini, mshahara wake. Unajua kila mlinzi ana mshahara wake kwenye kampuni anayolinda. Hakumuuliza huyo mganga mshahara wa huyu security ni nini. Kumbe mshahara wake ni kunywa damu kwenye familia. Watu wanaisiwa damu kila mara, haelewi nini. Magonjwa yakaongezeka, akahangaika mpaka wakati anatuita twende kuombea familia yake, ndio anasema nilizika kondoo dume hapa akiwa analia, tukafikia hivyo hivyo. Tukamwambia mzee, lazima umkiri Yesu, umpe Yesu maisha yako, uweke imani yako kwa Yesu, upate security, sio kwa Jini Musa bali kwa jina la Yesu wa Nazareti na malaika zake na majeshi ya mbinguni. Haleluya. Sasa pale maelfu ya watu walikuwa pale, ndio wakasema kumbe sisi tunamsonga jamaa na hatupati kitu.
akagusa na akachukua. Haleluya. Amen. Muulize mwenzako acha kumsonga songa Yesu wewe. Acha kumsonga songa Yesu wewe. Kama unataka kitu chukua kwa Yesu, sio msonge songe Yesu wetu. Hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maelfu ya watu pale ndio wakagundua kumbe ukigusa tu vazi la Yesu unapona. Kesho yake watu wengi maelfu wanakuja kwa Yesu, wanang'ang'ania kanzu yake tuaguse. Yesu akasema jamani, mtani crash kabisa hapa. Yesu akakimbia, alipoona maelfu wote wanagombea vazi, akakimbia akamwambia Petro, acha niingie kwenye mashua. Akaingia kwenye mashua Petro, akasogeza baharini. Watu wakawa na kingo na bahari, hawezi kujitosa kwenye maji. Wamekaa ng'ambo kwenye ufuko wa bahari. Yesu anahubiri akiwa kwenye mashua. Yesu akasema sasa mjitose kwenye maji, maana watu mnagombea vazi. Kama huyu mama asingegusa vazi jana, mngejuaje vazi lina uponyaji? Sasa baada ya hapo Yesu akahubiri akiwa kwenye mashua kwenye maji kule. Amemaliza kuhubiri, kesho yake watu wengi wakamzunguka, wengi wakamwambia, Bwana mkubwa, tunakuomba tu tuguze upindo wa vazi lako ili tupone. Akasema, haya sasa mje mmoja mmoja, sio mje wote kwa mkupuo. Akamwambia, gusa ondoka, gusa ondoka, gusa ondoka. Biblia inasema kila aliyegusa vazi la Yesu siku hiyo alipona ugonjwa wake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama umekuja unamtaka Yesu, utampata jioni ya leo. Haleluya. Tunamwamini Yesu ambaye alikufa akafufuka. Aliwaambia Wayahudi, ninyi mnataka kuniua mimi kwa sababu mnakasirika nilimfufua Lazaro. Yani Yesu alimfufua Lazaro siku moja. Wayahudi wakapata wivu, wakasema kwa nini amemfufua? Wakajaribu kupinga kwamba Lazaro kufufuka, lakini Lazaro wakaja akamkuta Lazaro mwenyewe yuko na Yesu. Wakaogopa tena kumuua Lazaro, wataka kumuua mara ya pili ili asifufuliwe. Wakasema tukimuua tena na yuko na mheshimiwa mwenyewe, jamaa atamfufua hapo hapo. Yaani mnamuua hapo hapo, jamaa anafufua hapo hapo. Haleluya. Jamaa wakaondoka, Wayahudi wakaondoka. Yesu akaangalia siku moja akamwambia, nyie kwa nini mnataka kuniua? Wakamwambia, nani anataka kuua? Kumbe Yesu anaona mbali sana. Alikuwa anaona miaka 3 ijayo kuna siku watamuua. Akamwambia, mnataka kuniua, lakini mtaniua na siku ya 3 nitafufuka. Haleluya. Haleluya. Alafu akamwambia, kabla ya ninyi kuniua, nina uwezo wa kutoa uhai wangu na kurudisha tena. Sasa mtafanya nini? Na huyo ndiye Yesu tunayemhubiri, kwamba ukimwamini ukakaa ndani yake unapata uzima. Haleluya. Ukiishi ndani ya huyu Yesu, yeye akakaa ndani yako, hata kama kuna wachawi dunia nzima, wachawi wa Sumbawanga, plus wa Bagamoyo na Watanga na wa Bahari ya Hindi, wakusanyike watume nguvu zao zote juu yako, hazitafanikiwa. Utasimama imara kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Weka imani yako kwa Yesu. Yesu tuliyemwamini sio Yesu mwanadamu tu, ni Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Haleluya. Amen. Nataka nikuonyeshe uongo wa dunia. Jinsi ambavyo watu mmeaminishwa uongo. Umeamini uongo kuliko kuamini neno la Mungu. Twende kwenye kitabu cha Joshua sura ya 10 mstari wa 12. Joshua sura ya 10:12. Na karibia kumaliza. Joshua 10:12, nisomee. Muulize mwenzako, unaamini neno la Mungu au unaamini uongo wa shetani? Soma baba. Neno la Mungu linasema, Ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli. Ndio. Akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua, simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi, simama katika bonde la Ayaloni. Asante, ishia hapo. Haleluya. Biblia inatueleza Joshua alisimamisha jua. Jua linazunguka na mwezi. Joshua aliamuru jua, akaliambia wewe jua, simama hapo. Tufanye, ilikuwa saa 7 ya mchana. Jua liko hapo.
Akaniambia simama hapo usitembee. Maana yake libaki saa 7, haikuendelea saa 8. Jua alikusonga mpaka alipoliambia unaweza kaendelea. Haleluya, mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Sasa nakuuliza swali. Hivi kama mnaona vizuri, niangalieni, nimevaa nguo ya rangi gani hapa? Kweli ni nyeusi? Sio blue? Okay, nataka nikusaidie uweze kuelewa shetani anavyodanganya watu duniani, na umedanganyika sana. Biblia inasema Bwana amekuponya magonjwa yako yote. Wewe unaamini kwamba wewe ni mgonjwa na utakufa siku sio nyingi. Maana yake unaamini uongo wa shetani. Kwa kawaida kile unachokiona kwa macho au kinatokea kwenye mwili haimaanishi kwamba ndio kitu kinachoendelea kwenye maisha yako. Shetani ni muongo kwa asili. Huwa wakati anaona Mungu anafanya jambo jema kwenye maisha yako, anakupresentia uongo. Anafanya presentation ya uongo kwenye maisha yako na kwenye afya yako, kukuonyesha kwamba wanakuombea lakini bado unaumwa tu, wewe utakaa upone. Ukiombewa amini umepona kwa jina la Yesu, na itakuwa hivyo. Haleluya. Sasa neno hili tulilolisoma la Joshua ni kati ya maneno ya Biblia ambayo yalileta mgogoro tangu zamani katika dunia. Mgogoro wa wanasayansi wa pagani na Wakristo wanaoamini Biblia. Kwa sababu Biblia iliandikwa zamani kabla wanasayansi hawa uongo hawajaanza kutokea hawa. Biblia imeandikwa. Biblia inasema ukweli kabisa kwamba jua linazunguka dunia. Jua ndo linazunguka dunia kutoka kule linachwea kule. Linaanzia kule linazama kule. Umesikia juu ya maisha yako. Ukiambiwa sasa hivi, yani hata kama una ugonjwa, alafu mtu akakuangalia akakwambia wewe ni mgonjwa wewe. Unaondoka na hilo neno linaingia hapo kwenye akili. Unatembea kwamba wewe ni mgonjwa kwa sababu ni mtu amekwambia. Ndugu yangu, Mungu ndio msemaji wa mwisho juu ya maisha yako. Haleluya. Na wewe pia ndio msemaji wa mwisho juu ya maisha yako. Kila ambacho Mungu anasema, piga recommendation. Usirudie hicho useme Bwana amesema narudisha afya, na mimi nasema afya inarudi kwa jina la Yesu. Haleluya. Na itaonekana kwenye maisha yako. Mwangalie mwenzako, mwambie afya yako inarudi. Kuna watu mlianza kukonda hapa. Kuna watu mmeanza kufilisika